Sikuwa nikitafuta ushahidi. Sikuwa nimempeleleza, sikuwa nimechunguza ujumbe wake, sikuwa nimejificha nyuma ya mlango. Nilikuwa nimegonga begi lake kwa bahati tu. Risiti ndogo ilianguka. Ndivyo yote ilivyoanza. Wakati yote yalipokwisha, yeye alikuwa darasani akiwa na maisha yaliyovunjika vipande vipande, akijaribu kueleza jinsi mambo yalivyokuwa yamepotea mikononi, huku mimi nikienda zangu na nyumba bila heshima. Sikuwa nimewahi kupaza sauti. Sikuwa nimewahi kuomba. Sikuwa nimewahi kumwonya kuhusu kile kilichokuwa kinakuja. Nilitoweka tu. Hii si hadithi ya kisasi. Ni hadithi ya kuamka. Na jinsi wakati mwingine risiti moja tu ya hoteli rahisi inavyoweza kuchoma uongo ambao umeishi ndani yake. Lakini turudi mwanzo, nikuambie yote kwa undani zaidi. Alirudi nyumbani marehemu kutoka kazini tena. Ilikuwa Alhamisi ya 3 mfululizo. Alinitumia ujumbe karibu saa 18 na dakika 30 akisema kuwa timu yake ilikuwa na chakula cha jioni cha ghafla na mteja katika mgahawa mpya wa mchanganyiko katikati ya mji. Kitu chenye vitafuno vidogo na vinywaji, aliandika. Sikumjibu mara moja kwa sababu nilikuwa nikikata vitunguu kwa chakula cha jioni. Nilitaka kumshangaza kwa chakula chake kipendwa, pilau ya kuku. Lakini alipoingia nyumbani saa 21 na dakika 47, pilau ilikuwa imepoa na kichwani mwangu maswali mengi yalikuwa yanazunguka. Alinuka manukato ghali, yale nisiyoyatambua. Yalikuwa makali na matamu, yale unayoyasikia katika maduka makubwa ya anasa. Si manukato yake ya kawaida ya vanila na nazi. Nywele zake zilikuwa zimepindika kikamilifu, rangi ya midomo bado safi, na alionekana mpangilio. Mpangilio mno kwa chakula cha mchanganyiko na timu tu. Aliingia, alinung'unika kitu kuhusu maumivu ya kichwa, alinibusu shavuni kidogo tu na akasema angeoga maji ya moto. Nilimwambia pilau bado ilikuwa yenye joto kidogo kwenye tanuri kama alitaka. Alitikisa kichwa na kutoweka katika korido. Bado sikuwa na mashaka. Wakati huo bado nilikuwa nikicheza sehemu ya mume mwenye kujali. Nilidhani alikuwa amechoka kweli au kazi ilikuwa ikimchoma zaidi ya kawaida. Sijivunii kusema sasa, lakini kwa sehemu nilijilaumu mwenyewe, labda sikuwa nimempatia umakini wa kutosha. Aliacha begi lake juu ya meza ya jikoni akipita. Nilisikia mlio mdogo juu ya sakafu ya kauri. Baada ya kujimimina glasi ya maji, niligeuka haraka mno na nikagonga ukingo wa meza, nikaangusha begi. Lilifunguka kama chungu, vipodozi, risiti, minti kadhaa, daftari dogo lenye nembo ya hoteli. Nilijinama, nikiunguruma ndani yangu, Mungu wangu, zawadi, unahifadhi nini ndani? Matofali. Na nikaanza kurudisha kila kitu mahali pake. Kisha nikaiona risiti iliyokunjwa, rangi ya krimu yenye nembo nadhifu kwenye kona. Hoteli ya Mvule, chumba namba 214. Usiku mmoja. Kuingia hii Jumanne saa 17 na dakika 12. Wazo langu la kwanza lilikuwa kuchanganyikiwa. Labda ilikuwa ya zamani. Labda alikuwa na mkutano wa kazi na akasahau kuniambia. Ubongo ulikuwa ukitafuta majibu yanayofaa. Kisha nikaipeperusha. Nyuma kwa mwandiko wa haraka kulikuwa imeandikwa, wakati ujao leta gauni jekundu. Kila kitu kilisimama. Gauni jekundu. Nililijua vizuri sana. Lililofunga mwili, bila mikono, la hariri. Alilivaa kwa maadhimisho yetu miaka 2 iliyopita. Lilikuwa limetundikwa mwisho wa kabati kwa miezi. Alisema halikuingia tena. Kwamba alihisi mkubwa mno akuvaa. Basi kwa nini mtu mwingine alikuwa akimwomba? Na nani yule T? Nilikaa hapo sakafuni jikoni nikitazama karatasi hiyo kama bomu lisilolipuka. Moyo ulinigonga masikioni. Uso uliwaka. Nilisikia maji yakimiminika bafuni, nilimsikia akiimba kwa sauti ndogo, kama kila kitu kilikuwa kawaida kabisa. Sikujisogeza kwa dakika nzima. Mikono ilitetemeka nilipokusanya vitu vyake vilivyobaki chini. Mafuta ya midomo.
kibano cha nywele, baa ya nafaka, risiti ya duka la keki. Kila kitu kilirudi kwenye begi kama hakuna kilichotokea, isipokuwa risiti ya hoteli. Hiyo iliingia mfukoni mwangu wa nyuma. Nilisimama polepole, magoti yakiuma ghafla kama nilikuwa nimezeeka miaka 20 katika dakika 5. Akili ilikimbia, nilijaribu kutulia lakini nilisikia kifua kinanikunja. Sikusema neno alipotoka bafuni, amejifunika taulo na kujifanya ilikuwa Alhamisi ya kawaida jioni. Nilimwambia nilikuwa nimechoka na nikaenda kulala mapema. Lakini sikulala. Nilikaa nikitazama dari, nikisikiliza pumzi yake ikitulia kando yangu, nikiuliza ni uongo wangapi ulikuwa umefumwa katika pumzi hizo nyepesi. Nikiuliza kama nilikuwa nimepoteza ishara. Nikiuliza kama alikuwa akiota yeye. Usiku huo kitu ndani yangu kilivunjika, lakini kwa kimya. Hakuna sauti iliyopazwa. Hakuna mlango uliopigwa. Hakuna tukio la kutisha. Mimi tu nimejilaza gizani, nikiwa na kipande cha karatasi kilichobadilisha kila kitu. Kutoka wakati huo sikuwa tena mume wake. Si kama awali. Nilikuwa nimekuwa kitu kingine. Dhoruba ya kimya iliyokuwa ikijiandaa mbali. Asubuhi iliyofuata nilimwita Omondi. Tulikuwa wanafunzi wa chumba kimoja chuoni. Yeye alisomea biashara lakini alitumia muda mwingi zaidi kwenye uwanja wa michezo kuliko vitabu, kisha aliacha majedwali ya Excel kwa magari ya upelelezi. Sasa alikuwa mpelelezi wa kibinafsi aliyeidhinishwa, akishughulikia hasa udanganyifu wa bima na ukaguzi wa kawaida. Hatukuwasiliana karibu miaka 2, lakini alipojibu sauti haikuonyesha kusita. Jabari, alisema. Pole, ni mapema. Kila kitu sawa. Sikujua jinsi ya kujibu. Kwa hivyo nikasema tu, nahitaji fadhila. Tulikutana katika kahawa kando ya barabara asubuhi hiyo hiyo. Sikugusa chakula. Nilitelezesha risiti juu ya meza na nikaona uso wake ukibadilika kutoka utulivu hadi uzito katika nusu sekunde. Unafikiri anakusaliti? Aliuliza. Nilitikisa kichwa. Sitaki labda. Nataka kujua kwa uhakika. Nitashughulikia, alisema, kisha akanitazama kwa uzito usioweza kujifanya. Lakini una uhakika unataka kuingia njia hii? Mara unajua, huwezi tena kujua. Tayari niko ndani, nilimjibu. Wikendi hiyo ilikuwa kimbunga. Nilikata nyasi. Niliosha gari langu la kuchukua mizigo. Zawadi alijifanya kawaida. Kawaida mno. Kama alikuwa akijaribu kuzidi. Ilikuwa kama kutazama mgeni mwenye uso wa mke wangu. Sehemu ngumu zaidi ilikuwa kujifanya sijui chochote. Kukaa mbele yake nikinywa kahawa, huku akilini mwangu nikirudia nembo hiyo ya hoteli na maandishi chumba namba 214. Nililala kwa shida. Akili haikuzima. Niliendelea kufikiria mtu huyu wa siri, hiti yeyote aliyekuwa. Alikuwa vipi? Mkubwa? Mdogo? Alizungumza nami juu yangu. Alijua nipo. Omondi alinipigia simu siku 5 baadaye. Alisema ana kitu na kuniuliza kama ningeweza kupita. Tulikaa ofisini mwake. Alinipa faili nene. Mikono ilitetemeka kidogo kabla ya kufungua. Ndani hii picha. Makumi. Yenye chembechembe lakini wazi vya kutosha kuona kilichokuwa muhimu. Zawadi. Akiingia hoteli ya Mvule. Si mara moja tu. Mara nyingi. Nguo tofauti. Siku tofauti. Daima karibu saa 17. Wakati mwingine na begi tu. Daima peke yake anapoingia. Si daima peke yake anapotoka. Nikageuza ukurasa. Huyo Titito alifanya kazi katika idara yake ile ile, ghorofa 2 juu. Nilikuwa nimemkutana mara moja kwenye chakula cha Krismasi cha kampuni. Nywele zilizopangwa vizuri, saa ghali, meno mengi anapotabasamu. Alisema alikuwa ameachana, anajifurahisha uhuru, chochote kilichomaanisha. Wakati huo nilidhani alikuwa mwenye kuzidisha kidogo.
Sasa nilijua. Kulikuwa na picha nyingine, zingine ziliumiza zaidi. Moja ilimwonyesha akiwa ameegemea kifua chake kwenye ukumbi wa hoteli, kama hapo ndipo alipokuwa wake. Nyingine iliwaonyesha wakitoa shukrani kwenye baa chini, wakicheka kama hawakuwa na wasiwasi duniani. Lakini ile iliyoninyima pumzi, Zawadi, nje ya hoteli, akimbusu, amevaa sweta yangu, ile ya kijivu yenye nembo ya chuo kikuu, ile niliyokuwa nayo tangu mwaka wa mwisho, ile aliyosema anaipenda kwa sababu hii inanuka mimi. Majira ya baridi alikuwa akiiba daima na kujifunga nayo kwenye kiti. Sasa alikuwa akiitumia kama ilikuwa ya yeye. Kwa muda sikupumua. Ilikuwa kama mtu amenimimina maji baridi mgongoni. Nikamtazama Omondi. Hakusema chochote. Alinipa muda tu. Hakukuwa na neno katika Kiswahili linaloweza kufupisha nilichohisi wakati huo. Sikuwa nimeumizwa tu, nilikuwa tupu. Kama wamenichimba ndani kwa kijiko kisichokata. Nilifikiria mara zote nilizomwamini bila kufikiria mara mbili. Chakula chote cha jioni. Ujumbe wote, hii ninafanya kazi hadi usiku. Maumivu ya kichwa. Udhuru. Ilikuwa kama kuona maisha yangu nyuma kwa mwendo wa polepole, nikigundua yote yalikuwa uongo. Omondi hakuuliza ningefanya nini baadaye. Nami sikumwambia. Nilimshukuru, nikalipa taslimu na nikatoka bila kugeuka. Nilikaa kwenye gari langu la kuchukua mizigo karibu saa moja baadaye. Nilitazama magari barabarani. Faili juu ya kiti cha abiria ikiangazwa na jua la alasiri kama bomu la saa. Nilijua nilichohitaji kufanya. Lakini kwanza nililazimika kutoweka. Sikumkabili. Sikuomba maelezo wala kudai ukweli. Ukweli nilikuwa nao tayari, picha, risiti zenye tarehe na saa. Kuna nini kingine cha kusema? Nilipanga. Jumapili hiyo Zawadi alipokwenda kupaka kucha kama hakuna kilichotokea, nilijifunga garini na kupanga kutoka. Sijawahi kuwa mtu wa matukio makubwa. Si yule anayeweka machungu marefu au kufuatilia mtu ili kupata majibu ambayo mwingine hataki kutoa. Ninaamini vitendo. Ninaamini kuonyesha wewe ni nani kwa kile unachofanya, si kwa kile unachosema. Kwa hivyo nilichukua wiki moja ya likizo. Nilimwambia bosi nilikuwa nahitaji kupumzika mlimani. Hakufanya maswali, alitikisa kichwa na kusema, chukua muda wote unaohitaji. Nilipata nyumba ya kupumzika saa 4 kaskazini karibu na ziwa. Iliyotengwa. Yenye kimya. Moja ya sehemu za zamani za uwindaji bila mtandao na uwanja wa simu usio thabiti. Ilikuwa msimu wa chini, kwa hivyo mmiliki alinipatia punguzo. Nililipa taslimu. Nilitaka sehemu ninayoweza kufikiria bila usumbufu, na hasa ambapo Zawadi asingewahi kufikiria kunitafuta. Kabla ya kuondoka nilisafisha nyumba. Najua inaonekana ajabu, lakini nilihisi ni lazima. Nilipinda nguo. Nilitoa takataka. Hata niliangalia maji ya kuosha madirisha ya gari lake. Iite desturi au kukataa, lakini sikutaka aweze kusema niliacha kila kitu katika fujo. Nilitaka ahisi kutokuwepo kwangu ghafla kama jino lililokosekana, wazi, kali, lisilopingika. Niliacha karatasi ndogo juu ya friji. Naenda kuvua. Usinitarajie. Kisha nikatayarisha begi na nikaondoka kabla ya alfajiri. Sikusalimia. Sikuacha anwani. Niliendesha tu. Wakati wote wa safari tumbo lilikuwa fundo la hasira na kutoamini, lakini si ile inayolipuka. Ile inayoganda. Niliendelea kuona picha hizo akilini kama slaidi isiyozima. Tabasamu lake. Mkono wake juu ya kifua chake. Gauni jekundu lililokunjwa kwenye begi kwa usiku. Nilipofika nyumba ya kupumzika sikufungua begi mara moja. Nilikaa ukumbini na thamosi ya kahawa nikitazama ziwa. Upepo baridi kutoka majini. Kimya kilichovunjwa tu na sauti ya ndege. Aina hiyo ya amani inayopaswa kuuma kwa sababu inakukumbusha kimya halisi ni nini. Nilikaa nje ya mtandao.
Nilituma ujumbe mmoja tu kwa mwanasheria aliyependekezwa na binamu yangu. Mwenye nguvu, bila mapambo, mtaalamu wa talaka ngumu. Alinipigia ndani ya saa moja. Nilimweleza yote. Alisema, nimeona mabaya zaidi. Nipe nyenzo. Tuanze Jumatatu. Ilikuwa yote. Kwa hivyo, kwa urahisi niliwasilisha ombi la talaka. Kupitia ofisi ambayo hakujua. Kutoka mji ambao hajawahi kutembelea. Kwa kutumia anwani ambayo hakujua. Alipogundua kitu kinatokea, tayari kilikuwa kimeanza. Niliacha sehemu yote ya urasimu kwa Neema, mwanasheria. Mwanamke huyo alikuwa mbwa mkali wenye viatu vya juu. Hakupoteza muda wala kuzunguka mambo. Alisema, mwachie kuchanganyikiwa. Mwachie katika hofu. Si shida yako tena. Na ndivyo nilivyofanya. Sikuangalia ujumbe wa sauti. Sikusoma ujumbe wake. Sikusasisha mitandao. Nilikuwa mzuka. Dakika moja kabla nilikuwepo, nikiosha sahani na kupinda sweta zake. Baadaye nilikuwa nimetoweka. Siku kadhaa baadaye dada yangu aliniambia Zawadi alijitokeza akilia nyumbani kwa wazazi wangu. Alisema nilikuwa nimemtelekeza. Kwamba aliogopa nilikuwa nimefanya kitu kikali. Inaonekana alifanya tukio. Baba yangu hakumruhusu kuingia. Hapendi maigizo. Mama yangu alimwambia tu nilikuwa sawa na kwamba kama alitaka majibu alipaswa kufikiria tena wiki za mwisho. Baadaye hakusema mengi, dada yangu aliniambia. Alikaa hapo amechanganyikiwa. Kama hakuweza kuamini ni mimi niliyeondoka. Lakini ukweli ni kwamba sikuwa mimi niliyeondoka kwanza. Si kweli. Alifanya yeye. Kila Jumanne katika hoteli hiyo ya kuvutia katikati ya mji. Kila mara aliponiambia ninafanya kazi hadi usiku, akinuka manukato nisiyoyajua. Kila mara alipocheka vichekesho vya mwingine akinieleza alikuwa amechoka tu. Yeye aliondoka kwanza. Mimi nilifanya rasmi tu. Na sehemu bora. Hakutarajia. Wala karatasi ndogo. Wala kimya. Wala kutoweka kwangu bila neno. Mpenzi wangu. Bado hujioni kile kinachomaanisha ekali. Siku yake ya kuzaliwa ilianguka Jumamosi mwaka huo. Wiki 2 zilikuwa zimepita tangu nitoweke, tangu niondoke kwenda nyumba ya kupumzika karibu na ziwa na nikakata kila mawasiliano. Nilidhani alikuwa katika hofu kamili. Alikuwa amepiga simu mara nyingi sana kwamba ujumbe wa sauti ulikuwa umeacha kurekodi mpya. Mwanasheria alinifahamisha juu ya upande wa kisheria, lakini kwa mengine nilikaa nje. Nilikata kuni. Nilifanya matembezi. Nilisoma vitabu ambavyo sikuwa nimefungua kwa miaka. Niliacha kimya kienee juu ya kila sehemu yangu iliyokuwa na wasiwasi kwa muda mrefu mno. Lakini nilijua siku ilikuwa inakaribia, siku yake ya kuzaliwa. Kabla ya yote haya alikuwa ameweka nafasi ya chakula cha asubuhi katika Rosmarini na Salvia, mgahawa maarufu katikati ya mji wenye wafle za mikono na vinywaji vya maua. Nilikumbuka kwa sababu nilikuwa nimeona tukio kwenye kalenda yetu ya pamoja kabla ya kumtoweka. Alikuwa na mpango wa kukutana na marafiki zake, kundi hilo la wanawake nadhifu na wenye kuzungumza sana ambao walinitazama vibaya nilipofika na viatu vya kazi kwenye majaribio yao ya divai. Ilikuwa wakati kamili. Neema alikubali. Kwa hivyo asubuhi hiyo ya joto ya Oktoba, alipokuwa akivaa blauzi yake ya bluu nyepesi anayoipenda na labda akijirudia angefurahia siku licha ya yote, bahasha ya manjano ilikuwa ikimgoja. Uwasilishaji kwa mkono. Sikuenda mwenyewe. Neema alikuwa amepanga afisa wa mahakama mtaalamu, mtu aitwaye Hassan ambaye alionekana zaidi kama mwalimu wa michezo kuliko mjumbe. Zawadi alikuwa ameagiza mimosa ya pili tu alipofika mezani. Alitamka jina lake. Alitabasamu kwa adabu. Alisema, umepewa taarifa ya hati. Tabasamu lilianguka. Alichukua bahasha kwa kicheko cha kuchanganyikiwa kama ilikuwa kosa. Utani. Nilidhani alitazama marafiki akijaribu kutobomoka.
Lakini mara ilipofunguliwa hakukuwa na wokovu tena. Hati zilikuwa safi, za moja kwa moja, kali kama kisu. Talaka. Muhtasari kamili. Mahakama inayohusika. Namba ya kesi. Maelezo yote. Chini picha muhimu zilizoambatanishwa ili kumkumbusha nilijua. Hakukuwa na nafasi ya mijadala. Mpelelezi alikuwa amefanya kazi yake. Ushahidi ulikuwepo wote, tarehe, saa, majina. Tito akitabasamu kama anayefikiri hatagunduliwa kamwe. Zawadi amevaa gauni jekundu. Sweta ile iliyolaaniwa tena. Meza ya chakula cha asubuhi ililipuka. Kulingana na Neema aliyesikia kutoka kwa Hassan baada ya huduma, Zawadi alipoteza udhibiti kabisa. Alitupa mimosa mezani. Alipindua kiti akijaribu kusimama. Marafiki walijaribu kumtuliza, lakini alianza kupiga kelele akiuliza kama ilikuwa utani, kama Jabari alikuwepo. Mtu alikuwa akirekodi. Walimuita mkurugenzi. Alikimbia nje akiwa na bahasha iliyokunjwa nusu mkononi, maskara ikimtiririka mashavuni. Hassan hakumfuata. Alituma ujumbe tu kwa Neema, misheni imekamilika. Sasa anajua. Nilikuwa ukumbini Neema alipopiga simu kuthibitisha. Imeenda hasa kama tulivyotarajia, alisema. Amebomoka. Nina shaka alitarajia. Nilikaa kimya kwa muda. Nilitazama ziwa laini kama glasi chini ya anga la kijivu. Vizuri, nikasema. Jioni hiyo simu yangu ilianza kuangaza tena. Simu 17 zilizokosekana. Zake zote. Kisha ujumbe, nipigie tafadhali. Sikutaka itokee. Tunaweza kuzungumza. Ilikuwa kosa, Jabari. Kosa tu. Nahitaji kukuona. Sikujibu. Kisha ujumbe wa sauti. Moja baada ya nyingine, zingine zikiwa na machozi, zingine za haraka, moja ambapo alilia kama kijana aliyekamatwa akitoka kwa siri. Alisema alikuwa amefanya kosa kubwa, alikuwa katika wakati mgumu, hakufikiria. Alisema alifikiria ndoa yetu ilikuwa katika hatua ya uchovu na hakujua jinsi ya kunizungumzia. Alitumia sentensi zote za kawaida. Kila neno lilichaguliwa kwa uangalifu kujaribu kulainisha alichofanya. Kulipunguza kuwa kitu kinachoweza kuelezwa. Kama ilikuwa wakati rahisi wa udhaifu, si usaliti uliodumu miezi na mwanamume ambaye alicheka mbele ya kinywaji huku akinidanganya bila aibu kuhusu chakula cha jioni na wateja. Lakini sikuwa tayari tena kuandika upya hadithi ili kumfanya mtu ajisikie vizuri. Na hakika nisingemruhusu yeye kuandika upya yangu. Sikujibu. Sikutuma ujumbe. Sikufungua hata ujumbe wa sauti baada ya watano. Alikuwa amepata nafasi ya kusema yake zaidi sana kuliko nilivyopata mimi. Na kwa kadri nilivyohusika, hiyo ilikuwa jambo la mwisho angefanya kusikia kutoka kwangu. Asubuhi iliyofuata nilizuia namba yake. Sikuwa na hasira tena. Sikuwa hata nimeumizwa tena. Nilikuwa nimekwisha tu. Nimekwisha na uongo. Nimekwisha na udhuru. Nimekwisha na toleo langu lililotabasamu huku maisha yangu yakivuliwa chini ya miguu. Kuna tofauti kati ya kuwa na hasira na kuwa umekamilika. Nami nilikuwa kamili kabisa, nimekamilika. Miezi miwili baadaye nilijitokeza mahakamani. Ilikuwa asubuhi ya kijivu, mvua nyepesi iliyofanya barabara zing'ae. Niliegesha magari mawili mbali na nikaenda polepole. Sikuwa na woga, nilikuwa nimezingatia. Tulivu. Sikuwa na cha kuficha, cha kuthibitisha. Lakini sitadanganya, nilikuwa na hamu ya kuona uso wake tena. Aliniona nilipovuka mlango wa chumba cha mahakama. Mara ya kwanza alinitazama tangu siku niliyotoweka. Kutoka karatasi ndogo juu ya friji na namba iliyozuiliwa. Kutoka bahasha iliyofika mezani ya chakula cha asubuhi kama bomu. Alionekana kivuli cha yule aliyekuwa. Nywele zilizokusanywa katika mkia usio na utaratibu, kama hakujali tena au ameacha kujaribu. Macho mazito ya vipodozi ambavyo labda alikuwa amelialia asubuhi hiyo.
mifuko chini ya macho, mashavu yaliyochongoka, kucha zilizotafunwa hadi nyama, rangi nyekundu iliyopasuka. Suti haikumfaa. Alionekana wasiwasi ndani ya nguo zake mwenyewe. Alisimama kama hakuweza kujizuia. Jabari, alisema. Si kwa sauti kubwa, lakini ya kutosha kusikika chumbani. Kama pumzi usiyoweza kuizuia. Sauti ilivunjika mwisho, kama alitarajia nijibu kitu. Sikufanya. Nilienda moja kwa moja mezani mwangu. Nilitikisa kichwa kwa Neema ambaye tayari alikuwa akipanga faili. Kisha nikaketi. Ilikuwa yote. Ishara hiyo rahisi ya kichwa ilimvunja. Uso ulianguka kama karatasi ya maji. Aliketi tena na hakuinua macho hadi kuingia kwa jaji. Chumba hakikujaa. Watu wachache tu kila upande, wazazi wake walikuwepo, wangu hapana. Niliwaomba wabaki nyumbani. Sihitaji mashabiki. Nilihitaji suluhisho. Jaji alipouliza taarifa za awali, mwanasheria wake alisimama kwanza. Mtu aitwaye Petro mwenye nywele zilizovutwa nyuma sana kama ametoka kwenye handaki la upepo. Alizungumza kuhusu umbali wa kihisia, ukosefu wa mawasiliano, tofauti ya muda ya maadili. Alimchora kama mwanamke aliyekuwa amechanganyikiwa, amelemewa na kazi, ambaye alifanya chaguo la pekee na lisilo sahihi katika wakati wa hitaji la kihisia lisilotatuliwa. Alisema uhusiano haukuwa wa kimwili mwanzoni. Neema alijinama kwangu na kunong'oneza, wanacheza kadi ya kihisia. Kawaida. Sikupiga kope. Ilipofika zamu ya Neema, ilikuwa fupi, safi, yenye ufanisi. Bwana Jaji alisema, tunakusudia kuthibitisha kwa ratiba wazi na ushahidi halisi kwamba Bi Zawadi alikuwa na uhusiano wa nje ya ndoa uliodumu miezi, kwamba alidanganya, kusema uongo na kudhibiti mume wake wakati wote, na kwamba sasa anadai kuhifadhi faida za muungano ambao alisaliti kwa kujua. Alitelezesha faili nyembamba kwa jaji. Ndani kulikuwa picha, risiti, rekodi za nafasi, hata taarifa ya mkurugenzi wa hoteli iliyothibitisha kuwa chumba namba 214 kilikuwa kimewekwa jina la Zawadi mara 6 katika wiki 7, daima Jumanne. Na bila shaka Tito. Jina lake lilionekana mara 2 kwenye orodha ya wageni. Neema alikuwa ameshughulikia hilo pia. Alijaribu kusema Tito alikuwa rafiki tu wa kazi, kwamba picha zilikuwa nje ya muktadha. Lakini picha zenye tarehe na saa zilipofika kwenye skrini ilikuwa imekwisha. Huyo amevaa gauni lile lile jekundu, akicheka na Tito kwenye baa ya hoteli, akimshika mkono nje ya lifti, akitoka alfajiri akiwa na nywele zisizo na utaratibu na sura ya hatia, amevaa sweta yangu kama haikumaanisha chochote. Uso wa jaji haukubadilika, lakini ilieleweka alikuwa ameamua katikati ya asubuhi. Alasiri tulipita kwenye mgawanyo wa mali. Tulikuwa tumeoa miaka 11. Hakuna watoto. Hakuna biashara ya pamoja. Nyumba tu na akaunti za benki. Neema alikuwa ameshughulikia yote kimya nyuma ya pazia. Hati ya nyumba ilikuwa imeandikwa jina langu pekee miezi 3 iliyopita, kupitia kukataa ambako Zawadi alitia saini bila kusoma. Alidhani ilikuwa kwa ajili ya kufadhili upya. Hilo pia lilikuwa kazi ya Neema. Niliondoka na nyumba. Nilihifadhi akiba. Nilihifadhi gari langu la kuchukua mizigo, zana, samani. Yeye alitoka na begi moja. Nje ya mahakama alijaribu tena kunizungumza. Alinisubiri ngazi, kama labda yule wa zamani angesitokea. Yule aliyemletea chai alipokuwa na homa au kumwachia karatasi ndogo kwenye chakula cha mchana. Alionekana hajui tena mimi ni nani. Kweli hajawahi kujua. Sikusimama. Sikutazama nyuma. Hakukuwa na haja. Mwanamume aliyeingia katika chumba hicho alikuwa tayari amezika toleo lake ambalo wakati mmoja lilidhani upendo wake ulikuwa wa milele. Na yule aliyetoka alijua hasa alichokuwa akifanya. Baada ya kesi kila kitu kilikuwa kimya sana.
Kimya hicho unachohisi mifupani. Hakuna mawakili tena. Hakuna karatasi tena. Hakuna arifa za ujumbe wa sauti zilizoangaza simu kama moto. Kimya tu. Kizito na chenye maana. Dhoruba ilikuwa imepita, ilibaki tu kupanga. Kuhusu Zawadi sikujua mengi baada ya siku hiyo mahakamani. Na kwa kweli sikuenda kuitafuta. Haikunijali alichofanya, alipoishi, jinsi alivyojitetea na ulimwengu wote. Nilidhani angewageuza hadithi ili kuokoa uso, lakini nilipunguza jinsi alivyoharibu. Sauti zilianza kunifika kupitia marafiki wa pamoja, wenzake wa zamani, dada yangu, watu waliomjua au waliokuwa wamemjua. Inaonekana alieleza kote kwamba mimi niliondoka siku moja kwenda nyingine. Bila maelezo. Alisema aliamka asubuhi moja na mimi sikuwepo, hakuna karatasi, hakuna onyo, hakuna sababu. Alisema nilikuwa asiye thabiti kihisia na aliogopa nilikuwa nimeanguka. Alisema alikuwa amehofia kufa, hata akasema aliwasilisha ripoti ya kutoweka, jambo la uongo, kwa sababu nyumba ya kupumzika hakuna mtu aliyewahi kufika, wala askari hakunipigia simu kamwe. Mwanzoni mtu alimwamini. Daima amekuwa mzuri na maneno. Alijua kuinamisha kichwa, kutoa chozi ili aonekane dhaifu. Lakini uongo kama huo haudumu muda mrefu, hasa risiti zinapotokea. Na ninamaanisha zile za kweli. Za hoteli. Za chakula cha jioni. Watu wanazungumza. Na walizungumza zaidi walipomwona akienda na Tito hadharani. Walitoka mara kadhaa. Walijitokeza kwenye maonyesho katikati ya mji, wakiwa katika sura ya wanandoa wapya, wenye uhakika kama walistahili. Lakini marafiki wake wengi waliona wazi. Unapodanganya kila mtu karibu, huacha kukutetea. Moja baada ya nyingine, mzunguko wake ulipungua. Nilisikia kutoka rafiki wa rafiki kwamba mabibi harusi wawili walikuwa wamemzuia kila mahali. Ujuzi mwingine wa pamoja uliniambia hakualikwa kwenye sherehe ya mtoto kwa sababu alileta maigizo mengi mno. Pigo la mwisho lilifika mwezi mmoja baada ya hukumu ya mwisho. Tito alimwacha. Hakudumu hata kutosha kumsaidia kuhamia nyumba aliyokodisha. Kulingana na nilivyosikia, alitoweka wakati haikuwa siri tena. Wakati jambo lilipokuwa la umma na ofisini walianza kumtazama vibaya, alitoweka. Baridi. Haraka. Nadhani ilikuwa rahisi zaidi kuwa mtu wa kufurahisha wakati hukuwa ukurasa wa mbele. Haikunishangaza. Mwanamume huyo daima alionekana kama aina inayopenda ushindi kuliko ahadi. Yule anayetabasamu mno kwenye picha lakini asiyewahi kutoa kubeba ununuzi. Alinitafuta wiki 3 baadaye. Ilikuwa Jumamosi, nilikuwa nikipanga garini, nikigawa zana za zamani na masanduku ambayo sikuwa nimefungua tangu tulipohamia nyumba hiyo. Nilikuwa na vumbi la mbao juu ya shati simu ilipotetemeka. Alikuwa yeye. Ujumbe rahisi. Tunaweza kuzungumza. Niliutazama kwa muda mrefu. Si kwa sababu sikujua nijibu nini, bali kwa sababu sikuhisi chochote. Hakuna hasira. Hakuna huzuni. Hakuna haja ya majibu. Hakuna. Niliutazama ujumbe sekunde kadhaa tena, kisha nikazuia namba tena. Ilikuwa ya pili nilizozuia. Si kwa chuki. Si kwa kufanya tukio. Bali kwa sababu milango fulani, mara inapofungwa, inapaswa kubaki imefungwa. Yeye alifanya chaguo zake. Mimi yangu. Sikuwa nimemwona tangu kesi. Miezi 3 labda zaidi. Maisha yalikuwa yamepata mdundo mpya. Nilienda kazini. Nilichoma nyama Jumapili jioni. Nilirekebisha ukumbi wa mbele. Nilianza tena kulala na madirisha wazi. Kila kitu kilionekana thabiti. Si cha kusisimua, si cha maigizo, safi tu, tulivu, changu. Kisha alasiri moja nilikosa sabuni ya kuosha sahani na karatasi ya nyumba, kwa hivyo nilipita duka kubwa la chakula nikirudi nyumbani. Nilidhani nitafanya katika dakika 10. Sikuchukua hata gari la ununuzi. Nilikuwa katikati ya korido ya bidhaa za usafi, nikitafuta chupa ya kawaida ya bluu, niliposikia mtu akitamka jina langu.
chini, inayojulikana. Jabari. Niligeuka na huyo Zawadi mbele ya rafu ya brashi, akiwa na kikapu mkononi kilichokuwa na vitu viwili, labda hakuna nilivyotambua. Mkono wake ulisimama angani, alionekana ameona mzuka. Hakuwa yule yule tena. Alionekana amezeeka miaka 10. Uso mwembamba zaidi, kama hakula vizuri. Nywele zilizofungwa katika mkia usio na utaratibu wa uchovu. Nguo zisizoonekana zake, sweta ya kijivu, jeans zilizofifia, viatu vya michezo vilivyochakaa. Macho hayakuwa na mwanga ule ule, na alipofungua mdomo kuzungumza tena hakuna kilichotoka. Sikujisogeza. Sikushangaa. Lakini kitu ndani yangu kiliruka mahali pake. Kabla hajaweza kusema kingine, nilizungumza mimi. Sikuchukii, nikasema, tulivu kama sijawahi. Lakini sijui tena wewe ni nani? Alifungua mdomo tena, wakati huu maneno yalitoka haraka, yaliyochanganyikiwa, karibu yaliyojaribiwa. Alisema alihisi amelemewa. Alihisi peke yake. Kwamba alikuwa akipitia wakati mgumu na hakujua jinsi ya kunizungumzia. Alisema alifikiria sikuwa nampenda tena. Kwamba kimya kati yetu kilikuwa pana na kina mno na hakujua jinsi ya kuvuka. Alionekana kuamini kweli kila neno. Lakini hakuna kati ya hayo yote kilikuwa na umuhimu tena. Nilimtazama alipojaribu kujenga daraja kutoka majivu. Alijaribu kueleza usaliti kwa njia inayofanya uwe rahisi kumeza. Alisimama, labda akitarajia nijibu, labda akingoja ishara au upole kutoka kwangu. Sikumpatia moja wala nyingine. Basi kwa nini hukuniuliza? Nikasema. Badala ya kumbusu Tito ukiwa umevaa sweta yangu. Ilimfanya anyamaze. Alifunga mdomo. Macho yalishuka sakafuni. Alitazama viatu vyake vya michezo kama majibu yalikuwepo hapo. Hakusema kingine. Hakutoa udhuru mkubwa wala maelezo. Alikaa hapo, mikono ikiwa imeachwa kando, kama hajui afanye nini sasa. Sikuongeza neno. Niligeuka na nikaondoka. Kupita brashi na ndoo za plastiki. Kupita safu za manukato ya chumba na vitambaa vya usafi. Ilikuwa kama kuvuka magofu ya kitu ambacho wakati mmoja kilikuwa na maana. Kama kupita mbele ya maiti iliyochomwa ya nyumba ambayo uliishi. Hakunifuata. Hakunipigia. Hakujaribu kunizuia. Sikutazama nyuma. Nililipa sabuni na karatasi, nikatoka kuelekea gari langu la kuchukua mizigo na nikakaa kiti cha dereva sekunde kadhaa kabla ya kuwasha injini. Mikono haikutetemeka. Kifua hakikuuma. Kulikuwa na kimya tu. Kimya hicho kinachofika unapokwisha kusema yote yaliyopaswa kusemwa. Mkutano huo wa mwisho sikuupanga. Sikutafuta kufungwa. Sikuwa na maswali. Sikutaka chochote kutoka kwake, wala udhuru, wala maelezo, wala msamaha. Lakini maisha ni ya ajabu. Wakati mwingine yanakuweka uso kwa uso na yaliyopita ili kukuonyesha umeenda mbele kiasi gani. Na hapo katika korido hiyo, nikitazama mwanamke ambaye wakati mmoja alikuwa ulimwengu wangu, nilielewa kitu. Hakuwa amevunja uaminifu wangu tu. Alizika kile tulichokuwa. Nami nilikuwa tayari nimelia. Kwa hivyo nilimwacha hapo kati ya chupa za bleach na vipini vya brashi. Si kwa hasira. Si kwa kufanya tukio. Bali kwa sababu kati yetu hakubaki chochote isipokuwa korido iliyojaa sabuni na uchafu ambao hakuna brashi ingeweza kusafisha. Mwaka mmoja ulipita. Misimu ilibadilika. Majani yalianguka, theluji ilifika na kuondoka, kisha miti ikachanua tena. Majira ya baridi ya kwanza nilikaa zaidi peke yangu, niliweka kila kitu tulivu. Ratiba ilikuwa kimbilio langu. Nilirekebisha uzio wa nyuma. Nilipaka rangi chumba cha wageni. Nilifikiria juu yake kidogo na kidogo. Kilichokuwa maumivu ya kudumu kilikuwa kumbukumbu iliyofifia, iliyodhoofika kila alfajiri. Kisha jioni moja ya mwisho wa Aprili nilikutana na mtu. Haikupangwa. Sikumtafuta. Sikufikiria hata nilikuwa tayari.
Nilikuwa katika duka la vifaa vya ujenzi nikichukua sampuli za rangi kwa ukumbi, kijivu, labda bluu. Kitu kipya zaidi kwa majira ya joto. Nilikaa hapo zaidi ya inavyostahili, nikiwa na shaka kati ya rangi mbili zilizoonekana sawa. Ndipo yeye alikaribia na kuonyesha ile ya kushoto. Ina kijani kidogo katika hiyo, alisema. Haitapingana na mapambo meupe. Alitabasamu. Nilitabasamu tena. Jina lake lilikuwa Lulu. Alifanya kazi kwa kampuni ndogo ya bustani mjini. Alikuwa akifanya tangu chuoni. Alipenda kufanya kazi kwa mikono. Alizungumza juu ya ardhi kama rafiki wa zamani. Alikuwa na madoa juu ya pua na karibu daima alivaa nywele katika mkia. Hakuna maigizo. Hakuna uongo. Uwepo tulivu tu wa aina inayokufanya upumue bila kujua. Mwanzoni hakujua chochote kuhusu hadithi yangu. Nami sikuharakisha kuiambia. Tulianza polepole. Kahawa Jumamosi asubuhi. Chakula cha mchana wikendi iliyofuata. Matembezi kwenye bustani baadaye. Alipenda muziki wa zamani na alikuwa akiimba daima kwenye redio ya gari, hata kama hakukumbuka maneno yote. Nilipomwambia yote mwishowe, ndoa, talaka, dhoruba niliyovuka, hakupiga kope. Alisikiliza tu. Hakujaribu kurekebisha chochote. Hakufanya hotuba kubwa kuhusu uponyaji au msamaha. Alishika mkono wangu upande mwingine wa meza kwa sekunde. Alisema, nimefurahi umefaulu. Ilikuwa yote niliyohitaji. Tulienda polepole. Bila haraka. Muda tu uliotumika pamoja ulioonekana rahisi na wa kweli. Baada ya miezi kadhaa niligundua kitu, nilikuwa nikicheka tena. Nikicheka kweli. Si vicheko vya adabu au tabasamu za kulazimishwa kwa hadithi za wengine, bali kicheko wazi, cha kijinga, kinachotoka tumboni. Sikuwa nimefanya kwa miaka. Jioni moja nilijishangaa nikiimba nikiosha sahani. Ndipo nilielewa, nilikuwa na furaha. Si aina hiyo ya furaha ambayo watu wanachapisha ili kuwafanya wengine wachukie. Furaha rahisi, ya kudumu, ya kimya. Ya aina usiona mara moja kwa sababu haifanyi kelele. Lakini ni ya kweli. Sijisikii tena nikingoja majibu, udhuru, kufungwa. Sehemu hiyo ya maisha yangu iko nyuma, kama barabara ya zamani niliyopita kufika hapa. Na hapa ni sawa. Kweli sawa. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, unafikiri kuondoka bila kukabiliana na hali ilikuwa uamuzi sahihi? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.